Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukujuza. Hali ya mshangao ilishuhudiwa mapema hii leo katika kaunti ya Embu baada ya duka moja kuvunjwa katika mji wa Embu na bidhaa za kielektroniki zenye dhamana isiyojulikana kuibiwa. Akizungumza kuhusu jambo hili, OCPD katika eneo hili amesema kuwa atahakikisha usalama umeimarishwa kwa wafanyabiashara wote mjini Embu. Mwanahabari wetu Stacy Karemi ana habari zaidi. Wafanyabiashara kutoka kaunti ya Embu leo hii wameamka na mshangao baada ya duka moja kuvunjwa na kuibiwa bidhaa za kielektroniki za dhamana isiyojulikana. Wafanyabiashara hawa wamelalamikia ukosefu wa ulinzi hasa majira ya usiku. Wakizungumzia wanahabari, wametaja kwamba asasi za ulinzi hazijaimarishwa katika kaunti hii. Hii ni baada ya visa kadhaa za wizi kushuhudiwa. Wameiomba serikali ya kaunti kuchukua hatua ya kuwalindia biashara zao. Mwanzo, we don't understand why kuibwe mara ya kwanza kwa duka fulani, kuibwe mara ya pili kwa duka fulani, kuibwe mara ya tatu, na siku zimefuatana, then the security officers bado naona wanaendelea. Tunasikia county commission yako na mkutano wa watu wa miraa. You cannot hold mkutano wa watu wa miraa wakati kuko na crisis. Wafanyabiashara hawa wamesema kwamba watachukua sheria mkononi iwapo serikali haitashughulikia ipasavyo. Kwa upande wake, OCPD wa Embu amesema kwamba watahakikisha ulinzi umedumu ili kuhakikisha mazingira mazuri ya wafanyabiashara wote. Tunataka tukubaliane sisi sote ya kwamba either county government, national government waungane watupatie security ama sisi. Kwa sababu ni mambo mawili. Hizi biashara ambazo mnaona zinaibwa, hizi biashara hizo zinaibwa license, hizi biashara hizo tunalipishwa parking, hizi biashara hizo tunasimamia mpaka mishahara ya wale wakubwa ambao wako. Nikiripotia Ovoro TV Business, jina langu ni Stacy Karemi. Na kama njia mojawapo ya kupunguza maambukizi mapya ya maradhi ya kifua kikuu na virusi vya ukimwi, sasa kaunti ya Makueni iliandaa hafla maalum ya kudhibiti maambukizi haya mapema hii leo. Ni tukio ambalo liliweza kuwaleta pamoja washikadau kutoka sekta mbalimbali, lengo likiwa kutumia mazingira ya kikazi kama jukwaa muhimu la kupambana na magonjwa haya. Maelezo zaidi ni kutoka kwa mwanahabari wetu Nyambura Kamau. Hafla maalum ya kudhibiti maambukizi ya kifua kikuu na virusi vya ukimwi imefanyika mapema leo katika kaunti ya Makueni, ikiwa na lengo la kuzuia visa vipya vya maambukizi na kupunguza vifo vinavyotokana na maradhi hayo. We are taking them through the issues that may arise in the workplace in terms of sensitization to HIV, testing opportunities, and also care, and what the employees and the employers need to do so that they can support the workers in prevention of HIV and other syndemic diseases. And this includes access to information and also ensuring a safe working environment and also allowing them enough time to go for regular testing, and where they need the commodities like condoms being supplied in the workplace, this should also be supported in the various workplaces. Tukio hilo limewaleta pamoja washikadau kutoka sekta mbalimbali, likilenga kutumia mazingira ya kikazi kama jukwaa muhimu la kupambana na magonjwa haya. Mkurugenzi wa mafunzo hayo, Daktari Steven, aliongoza shughuli za uelimishaji zilizofanyika nyanjani, ambapo alisisitiza kuwa elimu kuhusu kifua kikuu na ukimwi ni nyenzo muhimu katika kuzuia maambukizi mapya. Change. Kwa sababu sasa vijana wengine wamekosa tu elimu, kuhamasishwa na kukumbushwa pia. Juu hata tulikuwa tumestuliwa tukiambiwa sasa hata madawa asikuje tena. Lakini sasa hiyo ni changamoto moja ama ni kitu moja tu ya kufanya watu wasiingie sana mambo. Aidha, vijana na makundi ya wanarika wamelengwa katika kampeni hiyo, ikizingatiwa kuwa wao ndio walio katika hatari kubwa ya kuathirika. In our county, men are more affected with TB. One, just because of the health-seeking behavior. They come too late in our facilities, even when they are referred for the treatment. They are more exposed to most of the
causative agent, bacteria in their normal work, and also in they visit most of the clubs and in a lot of congested place. Nikiripotia Uvoro TV Business, jina langu ni Nyambura Kamau. Na mpango wa akademia ya michezo ya milioni 55 sasa umezinduliwa katika kijiji cha Igara, kaunti ya Busia. Hii ikitajwa kama hatua kubwa ya maendeleo ya michezo katika kaunti hii na sehemu ya mpango mpana wa kitaifa unaolenga kukuza vipaji vya michezo katika ngazi ya mashinani na kuviinua hadi viwango vya kitaifa na kimataifa. Mwanahabari wetu Munene Njiro na habari zaidi. Kaunti ya Busia imepiga hatua kubwa katika maendeleo ya michezo baada ya kuzinduliwa rasmi kwa kituo cha mafunzo ya michezo cha shilingi milioni 55 katika kijiji cha Igara. Uzinduzi huu unakuja kama sehemu ya mpango mpana wa kitaifa unaolenga kukuza vipaji vya michezo katika ngazi ya mashinani na kuviinua hadi viwango vya kitaifa na kimataifa. The academy has 3 main functions. One is to identify and develop sports talent. 2, to train sports technical personnel. And 3, to carry out research in sports. We work with all the communities. We work with schools through Kenya Secondary School Sports Association. We also train community coaches through the local leadership. Iyo uki-invest kwa girls football, you will make it very fast. Kituo hicho kipya kinalenga kutoa mafunzo ya hali ya juu kwa vijana wenye vipaji, ikiwa ni pamoja na malezi ya kitaalamu na kijamii kupitia michezo. Hii ni hatua muhimu katika juhudi za kuimarisha miundombinu ya michezo na kuwekeza katika kizazi kipya cha wanamichezo nchini. Mradi huu unaojumuisha pia ujenzi wa ukuta wa kisasa wa kuzunguka maeneo ya michezo pamoja na jukwaa la wageni mashuhuri lililoboreshwa. Aidha, serikali ya kaunti imeingia katika ushirikiano na wadau mbalimbali ili kuharakisha na kupitishwa kwa mswada wa michezo na sera ya michezo, hatua ambayo itahakikisha ufadhili kwa vilabu na wanamichezo wanaoiwakilisha Busia kwenye mashindano ya kitaifa. Kwa uzinduzi huu, kaunti ya Busia imeweka wazi dhamira yake ya dhati ya kukuza michezo na kuwa chimbuko la vipaji vya siku zijazo nchini Kenya. Nikiripotia Uvoro TV, langu jina Munene Njiro. Hapo ndipo tunapofikia mwisho wa jarida la Uvoro siku ya leo. Shukran sana kwa kuungana nasi. Endelea kuwasiliana nasi kupitia mitambo ya PAN 162 katika mitandao ya kijamii, pia tupo. Na kutakia usiku mwanana mtazamaji. Kumbuka, kuuliza si ujinga, kutuuliza ndo ujinga. Jina langu ni Nyakiondwega, alamsiki.